بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Swad. Naapa kwa Qur'ani yenye mawaidha. Lakini waliokufuru wamo katika majivuno na upinzani. Mataifa mangapi tumeangamiza kabla yao na wakapiga kelele, lakini wakati wa kuokoka ulikwishapita. Na walistaajabu kuwajia mwonyaji anayetokana nao wenyewe, na makafiri wakasema huyo ni mchawi mmongo. Amewafanya miungu wote kuwa ni Mungu mmoja tu. Hakika hili ni jambo la ajabu. Na wakaondoka wakubwa wao wakiwaambia, nendeni zenu na dumuni na miungu yenu, kwani hili ni jambo lililopangwa. Sisi hatukusikia haya katika mila hii ya mwisho. Haya si chochote ila ni uzushi tu. Ati yeye tu ndiye aliyeteremshiwa mawaidha peke yake katika sisi, lakini hao wanashaka na mawaidha yangu, bali hawajaionja adhabu yangu. Au wanazo wao hazina za rehema za Mola wako mlezi mwenye nguvu mpaji, au wao wana ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo kati yao, basi na wazipande njia za kwendea huko. Hao ni askari wataoshindwa miongoni mwa makundi yatayoshindwa. Walikanusha kabla yao kaumu ya Nuhu na akina Adi na Firauni mwenye majengo, na Thamudi na kaumu Lut na watu wa machakani. Hayo ndiyo makundi. Hao wote waliwakadhibisha mitume, basi wakastahiki adhabu yangu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surat Sad imeteremka Maka. Sura hii ni ya 38 katika sura za Qur'an tukufu, na ni sura ya Maka na aya zake ni 88. Sura hii inatueleza namna ya inda ya washirikina walivyokuwa wakiufanyia wito wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uhasidi wao kwa vile Mwenyezi Mungu alivyomkirimu kwa kumpa utukufu wa utume na kumteremshia Qur'an.
basi inawajibu kwa yale mawazo ya uongo waliyomnasibishia nayo, na imebainisha kwamba yaliyowapelekea kuupiga vita wito wake kama wafanyavyo si lolote ila ni dharau ya uongo na kupenda kuleta ikhtilafu na mgawanyo. Na lau kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu ingewateremkia, msimamo wao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usingelikuwa hivyo ulivyo. Kisha Mwenyezi Mungu amewapigia mifano ya kaumu zilizokwisha tangulia ili wapate kuacha inadi na kuleta dhiki, na ili kumpa moyo mtume wake sallallahu alaihi wasallam kufikisha wito, na hata angepata tabu zozote na vitimbi vyovyote vya washirikina kwa ajili yake, na apate kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema alizompa kama walivyofanya ndugu zake manabii na mitume wengine. Na kutokea na haya anataja marejeo mema aliyowaandalia Mwenyezi Mungu wachamgu na maangukio maovu aliyowaandalia wenye kuasi. Kisha akawakumbusha yaliyokuwa baina ya baba yao Adam alayhi salam na adui yake Iblis, ili wajue kuwa anayowaitia Iblisi kufanya kiburi kwa kupinga kufuata haki ni tabia katika tabia zake Iblis, na kupanda kiburi huku ndiko kulikuwa sababu ya kufukuzwa kwake kwenye rehema ya Mwenyezi Mungu. Sura imehitimisha kwa kueleza vilivyo kazi muhimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni kufikisha wito, na kwamba yeye hawataki ujira kwa hayo, na yeye hakujileta nafsi yake, na Qur'an si chochote ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote, na bila shaka watakujajua ukweli wa habari zake baadaye. Swad ni harufi iliyoanzia sura hii kama zilivyoanzia baadhi ya sura nyingine kwa mpango wa Qur'ani katika kuanzia kwa harufi moja moja. Na hapa kwa Qur'ani yenye utukufu na shani kubwa, kwa hakika hii ni kweli, sio na shaka yoyote. Lakini waliokufuru wamo katika majivuno, hawataki kufuata haki na wanafanyia inda watu wa haki. Mataifa mengi tuyateketeza kabla yao, wakapiga kelele kutaka msaada ili kuwafikia adhabu, lakini huo haukuwa wakati wa kuiepuka adhabu. Na walistaajabu watu hawa kuwa amewajia mtume binadamu kama wao, na wakasema hao wanaupinga ujumbe wake, huyu ni mdanganyifu mwongo, ati amewafanya miungu yote kuwa ni Mungu mmoja tu. Ama hakika jambo hili ni la ajabu, mwisho wa kustajabisha. Wakubwa wao wakakimbilia kuhusiana wao kwa wao, wakiambiana, endeleeni na njia yenu hiyo hiyo, na shikilieni kuiabudu miungu yenu, kwani hakika tumepangiwa jambo kubwa hili. Hatujapata kusikia haya mambo ya tauhidi, kumfanya Mungu mmoja tu katika dini ya baba zetu tuliowahi kuwaona. Haya si chochote ila ni uongo tu uliozuliwa. Basi katika sote sisi amechaguliwa Muhammadi tu peke yake kupewa heshima ya kuteremshwa Qur'ani. Bali sisi tunawauliza hawa wanakuhusudu, kwani wao wanazo hazina za rehema ya Mola wako mlezi mwenye nguvu, mwingi wa kutoa, hata wao wendio wa kuteua nani wa kumpa unabii kwa mujibu wa mapenzi nafsi zao. Tena tunawauliza, kwani wao wana ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo baina yao? Ikiwa hivyo basi na wazipande ngazi mpaka wafike pahala ambapo watakuwa wakitoa hukumu kama watakavyo, kama wanaweza. Hao ni askari wanyonge walioshindwa, hapana hivi wala hivi, kama walivyoshindwa mfano kama wao waliojikusanya kuwapinga manabii. Kabla ya hawa walikadhibisha kaumu ya Nuhu, kina Adi na Firauni alikuwa na majengo makubwa yaliyosimama imara kama milima, na kina Thamudi na kaumu Luti na kaumu ya Shuaibu na watu wa machakani kwenye miti mingi iliyoshikamana. Hao ndio waliojumuika kuwapinga mitume wao kama walivyojumuika watu wako. Hapana mmoja katika hao wote ila alimkadhibisha mtume wake, na kwa hivyo ikawashukia adhabu yangu. وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Na hawa hawangojei ila ukelele mmoja tu usio na muda, na wao husema Mola wetu mlezi, tuletee upesi sehemu yetu ya adhabu kabla ya siku ya hisabu. Subiri kwa hayo wayasemayo, na umkumbuke mja wetu Daud mwenye nguvu. Hakika yeye alikuwa mwingi wa kutubia. Hakika tulidhalilisha milima pamoja naye, ikisabih jioni na asubuhi pamoja naye. Na pia ndege waliokusanywa makundi kwa makundi, wote walikuwa wanyenyekevu kwake. Na tukautia nguvu ufalme wake, na tukampa hikma na kukata hukumu. Na je, imekufikia habari ya wagombanao walipopindukia ukuta kuingia chumbani? Walipomwingilia Daudi, naye akawaogopa, wakasema, usiogope, sisi ni wagombanao wawili, mmoja wetu amemdhulumu mwenziwe, basi tuhukumu kwa haki, wala usipendelee, na utuongoe kwenye njia iliyo sawa. Hakika huyu ndugu yangu ana kondoo wa kike 99, na mimi ninaye kondoo mke mmoja. Akasema, nipe huyo nikufugie, na amenishinda kwa maneno. Akasema, kweli amekudhulumu kwa kumtaka kondoo wako mmoja kuongezea kwenye kondoo wake, na hakika washirika wengi hudhulumiana wao kwa wao, isipokuwa walioamini na wakatenda mema, na hao ni wachache. Na Daudi akajua kuwa tumemfanyia mtihani, basi akamwomba msamaha Mola wake mlezi, na akaanguka kusujudu na kutubia. Basi tukamsamehe kwa hayo, naye kwa hakika anao mkaribisho mkubwa na marejeo mazuri kwetu. Ewe Daudi, hakika sisi tumekufanya wewe uwe khalifa katika nchi, basi wahukumu watu kwa haki, wala usifuate matamanio yakakupoteza kwenye njia ya Mwenyezi Mungu. Hakika wanaoipotea njia ya Mwenyezi Mungu wakaiacha, watapata adhabu kali kwa sababu ya kusahau kwao siku ya hisabu.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Na hao waliojiunga kuwapinga mitume hawangojei ila ukelele mmoja usiohitaji kukaririwa. Na makafiri husema kwa kejeli, Mola wetu mlezi, tuhimizie sehemu yetu ya adhabu kabla ya siku ya malipo. Ewe Muhammadi, yasihamilia hayo wanayoyasema juu yako washirikina, na mkumbuke mja wetu Daudi mwenye nguvu katika dini na dunia. Hakika yeye alikuwa mwingi wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu katika hali zote. Hakika sisi tulidhalilisha milima pamoja naye, yeye akichuma manufaa kutoka humo, na hiyo milima ikimtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kila upungufu, wakati wa mwisho wa mchana na mwanzo wake. Na pia tukamdhalilishia ndege waliokusanywa kutokana na kila namna na kila pahali. Vyote hivyo milima na ndege vikimwitikia Daudi kama atakavyo, akivisarifu kama apendavyo kwa maslaha ya umma. Tukautia nguvu ufalme wake na tukampa unabii na kupambanua baina ya haki na batili. Ewe Muhammadi, atimekujia habari ya mahasimu wagombanao waliomjia Daudi kwa kupindukia kuta za mihrabuni palipokuwa pahala pake pa ibada. Hawakupita mlangoni. Walipomwingilia Daudi naye akawaogopa, akababaika, wakasema, usihofu kitu, sisi ni wenye kuzozana, tumedhulumiana. Basi tuhukumu kwa uadilifu, wala usipindukie uadilifu, na tuongoze kwenye njia iliyo sawa sawa. Mmoja wa hao wagombanao alisema, hakika huyu ndugu yangu ana kondoo wa kike 99, na mimi naye kondoo mmoja tu. Akasema, nache niwe na kuchungia kama inavyowachunga wangu, na akanishinda katika usemi. Daudi akasema kabla hajasikia maneno ya yule mwenye ugomvi mwingine, hakika huyo amekudhulumu kwa kumtaka kondoo wako wamchanganye na wale wake. Na hakika wengi wenye kushirikiana hudhulumiana wao kwa wao, isipokuwa wale ambao imani yao imetulia katika nyoyo zao, na wakawa wanatenda mema. Na watu kama hao ni wachache, shida kupatikana. Na Daudi akajua kuwa jambo hili si chochote ila ni mtihani tuliomfanyia sisi. Basi akaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, na akainama kurukuu kwa Mwenyezi Mungu, na akarejea kwa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu. Na sisi tukamsamehe kule kufanya haraka ya kutoa hukumu, na hali yeye ana hadhi na marejeo mazuri kwetu. Na Mwenyezi Mungu alimfunulia kwa kumwambia, ewe Daudi, hakika sisi tumekufanya wewe khalifa, yani naibu wetu katika ardhi. Basi wahukumu watu kwa sharia niliyokupa, wala usiendesha hukumu kufuatia matamanio yao yakakupotosha njia ya Mwenyezi Mungu. Hakika wendao pogo na njia ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata matamanio yao, wao watapata adhabu kali kwa kughafilika kwao na siku ya malipo. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yao bure. Hiyo ni dhana ya waliokufuru. Ole wao waliokufuru, kwa moto utawapata. Je, tuwafanye walioamini na wakatenda mema kama wafanyao uharibifu katika nchi, au tuwafanye wacha Mungu kama waovu? Na hiki kitabu tumekuteremshia wewe kimebarikiwa, ili wazizingatie aya zake na wawaidhike wenye akili. Na Daudi tukamtunukia Suleimani, alikuwa mja mwema, na hakika alikuwa mwingi wa kutubia. Alipopelekewa jioni farasi wasimamao kidete tayari kutoka shoti, basi akasema, navipenda vitu vizuri kwa kumkumbuka Mola wangu mlezi. Kisha wakafichikana nyuma ya boma. Nirudishieni. Akaanza kuwapapasa miguu na shingo. Na tulimtia mtihanini Suleiman, na tukauweka mwili juu ya kiti chake, kisha akarejea kwa kutubu. Akasema, Mola wangu mlezi, nisamehe na unipe ufalme usiomwelekea yoyote baada yangu. Hakika wewe ndiye mpaji. Basi tukaufanya upepo mtumikie, ukenda kwa amri yake popote alipotaka kufika. Na tukayafanya mashaitani yamtumikie, wote wajenzi na wapiga mbizi, na wengine wafungwao kwa minyororo. Hichi ndicho kipawa chetu, basi toa au zuia bila hisabu. Na hakika yeye kwetu sisi ana cheo cha kukaribishwa kwetu na pahala pazuri pa kurejea. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Wala sisi hatukuziumba mbingu na ardhi na viliomo baina yao kwa mchezo. Hayo ndiyo wanayodhania makafiri, na kwa hivyo wakapitisha hukumu kwa mujibu pumbao zao. Basi hao waliokufuru watapata adhabu kali ya moto. Inaelekeana vipi na hikma yetu na uadilifu wetu tuwafanye sawa baina waumini wenye kutenda mema na wale wanaofanya uharibifu katika ardhi? Au yaelekea vipi tuwaweke sawa baina ya wenye kuihofu adhabu yetu na wakaiogopa ikabu yetu na wale waliowaasi wakenda kinyume na hukumu zetu? Ewe Muhammad, hichi tulichokuteremshia ni kitabu chenye manufaa mengi, ili wenye akili nzuri na nyoyo za kufahamu wapate kuzielewa aya zake na wawaidhike kwazo. Na Daudi tulimtunukia mwana aitwaye Suleiman, mwenye kustahiki sifa nzuri, ambaye anafaa kuitwa mja mwema kweli, kwa sababu yeye alikuwa mwingi mno wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu katika kila hali. Na hebu taja katika habari za Suleiman kuwa alipelekewa alasiri farasi wa asli, ambao hutulia wanaposimama na huenda mbio wanapokwenda. Suleiman akasema, hakika mimi nimenyweshwa mapenzi ya farasi, kwa sababu hawa ni katika matayarisho ya mambo ya kheri, nayo ni jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mapenzi haya yametokana na kumkumbuka Mola wangu mlezi, na hakusita kushughulika kuangalia mpaka wakapotea machoni mwake. Akaamrisha warudishwe tena kwake apate kujua hali yao. Akaingia kuwapapasa miundi ya miguu yao na shingo zao kwa upole na mapenzi juu yao. Na hakika sisi tulimfanyia mtihani Suleiman,
ili asighurike na heba ya ufalme. Tukaweka juu ya kiti chake kiwiliwili kisichoweza kuendesha mambo. Akautambua mtihani, akarejea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na akatubu. Suleiman alimwomba Mola wake mlezi kwa kurejea kwake: Mola wangu mlezi, nikufirie yaliyotoka kwangu kwa ghafla, na unitunukie ufalme usioelekee yote kupata baada yangu. Hakika wewe ndiye mwingi wa kutunukia na ndiye mwingi wa kutoa. Tukamdhalilishia upepo, ukenda kama anavyotaka maridhawa kokote alikokusudia na kutaka. Na tukamdhalilishia kila mjenzi na mpiga mbizi katika bahari kuu miongoni mwa mashetani maasi. Na wengine katika hao mashetani wamefungwa wao kwa minyororo, kuwazuia na wenginewe wasifanye ufisadi wao. Na akamfunulia kwa wahi: haya tuliyokuneemesha kwayo ni kipawa kilichotoka kwetu, yani ni sisi tuliyokupa, basi mpe umtakaye na mnyime umtakaye. Hapana hisabu juu yako kwa kutoa au kunyima. Hakika Suleimani kwetu sisi ana ukaribisho mkubwa na marejeo mazuri. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Na mkumbuke mja wetu Ayuba alipomwita Mola wake mlezi akasema, kwa hakika sheitani amenifikishia udhia na adhabu. Piga ardhi kwa mguu wako, basi haya maji baridi ya kuogea na ya kunywa. Na tukampa hali zake na wengine kama wao pamoja nao, kuwa ni rehema itokayo kwetu na iwe kumbusho kwa watu wenye akili. Na shika kicha cha vijiti tu mkononi mwako, kisha ndiyo upigie nacho, wala usivunje kiapo. Hakika tulimkuta mwenye subira, mbora wa waja, kwa hakika alikuwa mwingi wa kutubu. Na wakumbuke waja wetu Ibrahim na Ishaka na Yakob, waliokuwa na nguvu na busara. Sisi tumewahusisha wao kwa sifa ya ukumbusho wa akhera, na hakika wao kwetu sisi ni wateuliwa waliobora. Na mkumbuke Ismail na Aliasa na Dhulkifli, na wote hao ni katika waliobora. Huu ni ukumbusho, na hakika wacha Mungu wana marudio mazuri. Bustani za milele zitazofunguliwa milango yao kwa ajili yao. Humo wataegemea matakia, wawe wanaagiza humo matunda mengi na vinywaji. Na pamoja nao wake zao wenye kutuliza macho elimu zao. Haya ndiyo mlioahidiwa kwa siku ya hisabu. Hakika hii ndiyo riziki yetu isiyomalizika. Ndiyo hivi, na hakika wenye kuasi bila shaka watapata marudio maovu kabisa. Nayo ni Jahannam, wataingia humo, nacho hicho ni kitanda kiovu mno cha kulalia. Ndiyo hivi, basi na wayaonje maji ya moto na ya usaha, na adhabu nyinginezo za namna hii. Hili ndilo kundi litakaloingia pamoja nanyi. Hapana makaribisho mema kwao, hakika hao wanaingia motoni. Waseme, lakini nyinyi hamna mapokezi mazuri. Nyinyi ndiyo mliotusababishia haya, napo ni mbahala paovu kabisa. Waseme, Mola wetu mlezi aliyetusababisha haya mzidishie adhabu mara 2 motoni. Watasema, tuna nini hata hatuwaoni wale watu ambao tukiwahisabu ndiyo katika waovu? Tulikosea tulipowafanyia maskhara, au macho yetu tu hayawaoni? Hakika hayo bila shaka ndiyo mahasimiano ya watu wa motoni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Muhammad, mkumbuke mja wetu Ayubu alipomwomba Mola wake mlezi kwa kusema, hakika shetani amenipatisha taabu na machungu. Tukamwitikia na tukamwambia, ipige ardhi kwa mguu wako, yatatimbuka maji baridi, utakoga na utakunywa hayo, na kwa hivyo yatakuondokea machovu na adhabu. Tukamkusanyia watu wake waliokuwa wametapanyika mbali naye siku zile za mateso yake, na tukamzidishia wenginewe kama wale. Na tulifanya hayo kuwa ni rehema kutokana nasi, na ili yawe ni mawaidha kwa wenye akili wapate kujua kuwa matokeo ya subira ni faraji. Ayubu alikuwa kaapa kuwa atampiga mmoja wapo katika hali zake fimbo kadhaa wa kadhaa. Mwenyezi Mungu alimhalalishia aondoe kiapo chake kwa kuchukua kifungu cha fimbo idadi ile ile aliyoapia kuwa atampigia. Basi kwa kile kifungu cha fimbo ampige aliyeapa kuwa atampiga, na hapo yamini yake itakuwa imetimia kwa uchache wa machungu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemneemesha kwa neema hizi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwona kuwa ni mtu aliyevumilia masaibu yake. Kwa hivyo amestahiki sifa, mbora wa kusifiwa kwa ibada ni yeye, kwa sababu yeye ni mwingi mno wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu katika kila jambo.
na mkumbuke mja wetu Ibrahimu na Ishaka na Yakubu, wenye nguvu katika dini na dunia na wenye busara ya mwangaza. Hakika sisi tumewahusisha wao kwa sifa, nayo ni kuwa wanaikumbuka nyumba ya akhera. Wao wanaikumbuka nao wanakumbukwa kwayo, na hakika wao kwetu sisi ni wenye kuhitariwa walio bora. Na mkumbuke Ismaili na Aliasa na Dhulkifli, na wote hao ni miongoni mwa walio bora. Haya tuliokusimulia ni habari za baadhi ya mitume ili kukukumbusha wewe na kuwakumbusha watu wako. Na hakika wacha Mungu waliojikinga na kumwasi Mwenyezi Mungu mtukufu watapata marejeo mazuri na natija njema. Wameandaliwa bustani za milele zilizofunguliwa milango yao, hapana wakuwazuia wasiingie humo. Watakuwa wamekaa humo wakiegemea juu ya makochi na vitanda kama wafanyavyo wenye taanusi, wakistarehe kwa kutaka matunda kila namna na vinywaji. Na uko peponi watakuwa na wake ambao macho yao hayawatazami ila waume zao tu, hawaangalii wengineo, nao ni wa miaka sawa na waume zao. Kwa hivyo wameelekeana kuwafikiana. Raha hii ndiyo mlioahidiwa kuipata siku ya Kiyama. Hakika haya bila shaka ni tunayoyatoa sisi, na wala hayana ukomo. Neema hizi ni malipo ya wacha Mungu, na hakika majabari wenye kuwasi manabii wao bila shaka watakuwa na marejeo na mwisho mwovu. Na mwisho huo ni Jahanamu watakayoingia, na moto wake watese, na malalio maovu mno hayo. Haya maji ya moto, mwisho wa moto na usaha wa watu wa Jahanamu wataamrishwa wayaonje. Na adhabu nyingine mfano wa hizi za namna kwa namna zilizochanganyika. Na majabari wale maraisi wa washirikina wataambiwa, hawa chungu ya watu wanaoingia motoni pamoja nanyi kwa kusukumana na kwa shida ni wafuasi wenu. Wale maraisi watasema, hawana mapokezi mema hao, hakika hao wanaingia motoni wapate kuteseka kwa mvukuto wake. Na wafuasi hawa watasema, bali nyinyi ndiyo mnastahiki zaidi hayo maapizo mnayotuapiza sisi, kwani nyinyi ndiyo mliotuletea adhabu hii kwa vile mlivyotudanganya na mkatuitia ukafirini, nasi tukakufuru kwa sababu yenu. Basi nyumba ovu kabisa ya kukaa ni Jahanamu. Wafuasi watasema, ewe Mola wetu mlezi, aliyekuwa ni sababu ya adhabu hii, mzidishia adhabu mara 2 katika moto. Na watu wa motoni watasema, mbona hatuwaoni wale watu ambao tulikuwa duniani tukiwahisabu kuwa ndio katika waovu na waduni wasiokuwa na jema lolote? Na watu hao ni wale mafakiri wa Kiislamu. Imekuwaje kuwa sisi tulikuwa kejeli na wala hawakuingia motoni pamoja nasi? Au wamekwisha ingia na macho yetu yakazibwa tusiwaone tu? Hakika hayo tuliyoyataja ya hadithi ya watu wa motoni ni kweli ambayo haina budi kutokea, nayo ni ya kugombana kwa watu wa motoni wao kwa wao. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين Sema, hakika mimi ni mwonyaji tu na hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja mtenda nguvu, Mola mlezi wa mbingu na ardhi na viliomo baina yake, mwenye nguvu, mwenye kusamehe. Sema, hii ni habari kubwa kabisa ambayo nyinyi mnaipuza. Sikuwa na elimu ya mambo ya viumbe wakuu watukufu walipokuwa wakishindana. Haikufunuliwa kwangu isipokuwa ya kwamba hakika mimi ni mwonyaji dhahir. Mola wako mlezi alipowaambia malaika, hakika mimi nitaumba mtu kutokana na udongo, na nitakapomkamilisha na kumpulizia roho inayotokana nami, basi muangukieni kwa kumtii. Basi malaika wakatii wote pamoja, isipokuwa Iblisi alijivuna na akawa katika makafiri. Mwenyezi Mungu akamwambia, ewe Iblisi, kipi kilichokuzuia kumtii yule niliyemuumba kwa mikono yangu? Je, umejiona mkubwa au umekuwa katika wakuu kweli? Akasema, mimi ni bora kuliko yeye. Umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo. Akasema, basi toka humo, kwani hakika wewe umelaanika, na hakika laana yangu itakuwa juu yako mpaka siku ya malipo. Akasema, Mola wangu mlezi, nipe muhula mpaka siku watayofufuliwa viumbe. Mwenyezi Mungu akasema, basi umekwisha kuwa miongoni mwa waliopewa muhula mpaka siku ya wakati maalum. Akasema, naapa kwa utukufu wako, bila shaka nitawapoteza wote isipokuwa wale waja wako miongoni mwao waliohitariwa. Akasema, haki na haki ninaisema, bila shaka nitaijaza jahannam kwa wewe na kwa hao wote wenye kukufuata miongoni mwao. Sema, sikuombeni ujira juu ya haya, wala mimi si katika wadanganyifu. Hayakuwa haya ila ni mawaidha kwa walimwengu wote, na bila shaka mtajua habari zake baada ya muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Muhammad, waambie washirikina, hakika mimi ni mwenye kukuonyeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu, na hapana wa kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja ambaye hana mshirika wake, mtenda nguvu, mwenye kumshinda kila mwenye madaraka, Mola mlezi wa mbingu na ardhi na viliomo baina yao, mwenye nguvu asishindika,
mwenye kusamehe akazifuta dhambi za mwenye kumwamini. Ewe Muhammad, waambie haya ninayokuambieni ni habari kubwa ambazo nyinyi mnazipuuza, msivikanye. Mimi sikuwa nikijua habari za watukufu walio juu walipokuwa wakizozana juu ya shauri ya Adamu, kwa sababu mimi sikupitia njia za kupata elimu zilizozoewa na watu wa kusoma vitabu au kupokea masomo kwa wataalamu. Njia yangu mimi ya kujua ni kwa kufunuliwa kwa wahi, na mimi sikufunuliwa kwa wahi ila kwamba hakika mimi ni mtume wa kukufikishieni ujumbe wa Mola wangu mlezi kwa njia iliyo wazi kabisa. Watajie pale aliposema Mola wako mlezi kuambia malaika, mimi nataka umba mtu naye ni Adamu alayhi salam kutokana na udongo. Nikisha timiza kumuumba na nikampulizia siri ya uhai, nayo ni roho, muangukieni kwa kusujudu sijida ya kumtukuza na kumwamkia. Malaika wote wakafanya kama walivyoamrishwa, wakamuangukia wakisujudu isipokuwa Iblisi. Yeye hakusujudu na akajiona bora na akapanda kiburi na akawa miongoni mwa makafiri. Mwenyezi Mungu mtukufu akasema, ewe Iblisi, nini kilichokuzuilia kumsujudia niliyemuumba mimi mwenyewe bila kuingiliwa na yeyote kati yake? Umejiona mkubwa hali nawe si mkubwa, au hakika wewe nafsi yako ni katika walioshinda ukubwa? Iblisi akasema, mimi ni bora kuliko Adamu, kwani wewe umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo, basi vipi mimi nimsujudie yeye? Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kumlipa Ibilisi kwa kiburi chake cha kukataa amri ya Mola wake mlezi alimwambia, basi toka kwenye kundi la watukufu walio juu, kwani wewe umekwisha fukuzwa kutoka na rehema yangu, na hakika wewe umetengwa mbali na kila kheri mpaka siku ya malipo. Hapo utalipwa kwa sababu ya kunikufuru mimi na kunifanyia kiburi. Iblisi akasema, Mola mlezi, nipe muhula wala usinifishe mpaka siku kufufuliwa viumbe. Akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, basi wewe utaakhirishwa, utapewa muhula mpaka siku ya wakati tunaoujua sisi, nao ni kumalizika dunia. Iblisi akasema, basi naapa kwa ukubwa wako na utukufu wako, kwa yakini nitawapoteza watu wote isipokuwa waja wako uliowateua kwa ajili ya kukutii wewe. Hao sina madaraka nao. Akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, haki ndiyo yamini yangu na kiapo changu, na wala sisemi ila haki. Bila shaka nitaijaza jahanamu kwa jinsi yako ya kishetani, na watakokufuata katika vizazi vya Adamu wote. Hapana hitilafu kwangu baina wafuasi na wanaofuatwa. Ewe Muhammad, waambie umma wako, mimi sikuombeni ujira kwa ajili ya haya niliyoamrishwa nikufikishieni yaliyomo katika Kurani na wahi, wala mimi si katika hao wanaojipamba na yasiyokuwa yao hata nijidai unabii. Haikuwa Kurani ila ni ukumbusho na mawaidha kwa walimwengu wote. Na hapana shaka nyinyi mnayokaribisha Kurani mtakuja jua karibuni hivi ukweli uliomo ndani yake kwa ahadi na maonyo na habari za mambo yatakayokuja na ishara za ulimwengu.